ni mpigani haki, mimi ni mwanasiasa, mimi ni mwenye kuchaguana, mimi hakuna mwanasiasa anijui hii serikali. Nimewapigania mpaka wakaingia katika viti. Mimi naomba hii sauti yangu tafadhali. Sasa hatuna mahali pa kulala. Ni kijana jirani amenipea mahali ya kulala. Katika hiyo nyumba tumepewa hatuna mattress, tunalala chini. Hatuna chochote kwa sababu sijapata msaada. Ni Eric Mogo maarufu kama baba yao, mkazi wa eneo la Maisha Bora katika wadi ya Borat, kaunti ya Isiolo, akijaribu kuwasihi viongozi kaunti Isiolo ambao wengi aliwapigia kampeni hadi kupata vio walivyo navyo, akiomba kujitokeza kumsaidia kuanzisha maisha yake upya baada ya nyumba yake kuteketea wakiwa melala na familia yake katika mkasa wa moto ambao chanzo chake bado kinasalia kuwa kitendawili. Kwa majina naitwa Mogo Eric. Jina ambao najulikana ni Eriko baba yao. Mimi ni mkaaji wa Borat, kijiji ambacho kinaitwa Maisha Bora. Jana usiku uliopita niliweza kupata mkazo wa moto ambao ilikuwa mwendo wa saa 9 usiku wa kuamkia. Tukua tumelala saa 9 usiku, ikawa mshani yangu mdogo alikuwa karibu na table room. Kwa bedroom iko karibu na table room. Tukaona ametuamsha, anatuambia moto inawaka pande ya table room. Tulipoamka saa 9 tukakuta yenyewe ni moto kwa nyumba. Na moto ilianzia kwa mlango. Kuna kiti ilikuwa hapo karibu na mlango, ilianzia kwa kiti na ikaenea nyumba mzima. Sasa tulipoamka moto ilikuwa already imewaka katika nyumba, na chanzo ya moto yenyewe hatukuelewa ni gani kwa sababu stima hazikuwa. Kwa hiyo chanzo ya moto hatukuelewa moto ilitoka wapi saa 9. Na yali mama aliweza kutengeneza chakula ya mchana ndio tulikula usiku. Kwa hiyo hapo chanzo ya moto kuingia kwa nyumba sikuelewa ilipitia wapi. Tulitoka kwa nyumba naye moto ilianzia katika mlango ya table room. Na ilikuwa ngumu sana kutoka by the way. Ikawa sasa nikaanzia kutoa familia kwa nyumba. Niko na watoto 3 na mama hapo. Na nikaanzia kuwatoa mimi, nikakuwa mwisho kutoka katika hili nyumba. Na wakati nimewatoa, bahati nzuri, bahati ya Mungu hakuweza kuumia. Lakini kwa vile mimi nilikuwa mwisho kutoka, niliweza kuumia nyuma ya mgongo. Unapotazama mgongo wangu iko na vinonda, nikiweza kuwatoa kwa nyumba. Lakini nashukuru Mungu kwa hayo kwa sababu hawakuumia. Lakini jumoto ilianzia karibu na mlango, hatukuweza kuokoa chochote. Niliweza kuokoa ikasindikana. Nikasema wacha familia niokoe mbele. Na ikawa sasa historia, nyumba ikaanzia kuchomeka na mimi mzuri ikakaribia hata kwa mlango nikiwa ndani ya nyumba. Ile kutoka vyenye nimewakoa kutoka sasa ikawa sasa ndio nimechomeka mgongo. Na nikaweza kutoka yali hakuna kitu yeyote niliweza kuokoa kwa hii nyumba. Kulikuwa na simu sikuweza kutoka naye, kulikuwa na nguo za watoto, kulikuwa na mattress, kulikuwa na TV, kulikuwa na mafridge, kulikuwa na vitu mingi sana na viti. Hata kompyuta ilikuwa ndani ya hili nyumba. Si kutoka na chochote. Zote zikaweza kuchomekea ndani. Sasa ikawa sasa saa 9 usiku watu wamelala. Sasa ni kupiga nduru. Unajua mwanamume naye akipiga nduru isikiki, mama ndio alisaidia kidogo.
najaribu kupiga nduru itoki. Bahati mzuri wakati mama alipiga nduru, majirani tuko na wao walisikia, wakaamka nao wakaanzia kupiga nduru usiku saa 9, na watu wakaweza kutoka katika hiki kijiji na wakaweza kuokoa, hata kama kuokoa vitu. Kuna nyumba za majirani ambao tulikuwa tunang'ang'ana hata hizo nyumba zisiwanye nini, zisisomeke. Wakaweza kuokoa, hata nyumba ya jirani ikaweza kushika moto, lakini wakaweza kusukuma mbao saidi moja, hata ukiangalia pale ni nyeusi. Hiyo nyumba ya jirani ilikuwa inataka kushika moto, lakini waling'ang'ana. Majirani walikuja wengi zaidi ya 200 hiyo usiku na wakaokoa. Kwa hivyo hakuna nyumba ya jirani iliweza kufanya nini, kuchomeka. Yali yangu Eriko ilisha yote, sikupata hata endi, sina hata chochote, sina. Ile nilikuwa hata nimefunga kikoi juu nalanga na kikoi, hata shati sikuwa naye, ndio niliweza kutoka naye. Hata hizi nguo ni majirani wameweza kunipea jameni. Kwa hivyo sikutoka na chochote. Kwa hivyo sasa jirani walipookoa, nikashukuru Mungu kwa sababu tuko na uhai. Kwa hivyo naomba serikali waweze kuingilia. Hata kama majirani wamenisaidia, tulitafuta mbinu ya zimamoto tu kuweza kupata connection, na hata zimamoto ingekuja ingesaidia, kwa sababu already nyumba ilikuwa imefika mahali ingesaidia. Na kuona kwamba hakuna chochote alichoweza kuokoa, hata simu yake. Majirani wa Kemogo ambao wanamtabua kama mtetezi wa jamii ya maisha bora, ama wahisani wema kujitokeza na kumsaidia. Kwa jina naitwa Abdiuka, mimi ndio sabiri ya hii area, na Eriki ni jirani yangu, na tena ni kijana yangu, na tena ni mwenzangu. Mimi nimesikitika sana, amechomekewa na hakuna kitu amewacha naye. Mimi naomba wana kijiji ya Maisha Bora tuamuke kuanzia leo, tufanyie Eric mchango kwa kila hali na mali, hata kama ni chakula, hata kama ni nguo, hata kama ni pesa. Tuanze kuchanga 500 tusaidie Eric, na tumeomba pole, Mungu amsaidie, sababu hii janga ni ya kila mtu. Kwa hivyo nyinyi watu wa Maisha Bora muamuke, tusaidie, usilete mambo ya kidini, ili janga, na msilete mambo ya kisiasa, tusaidie Eric kama wana kijiji ya Maisha Bora. Kwa majina mimi naitwa Rukia kutoka Maisha Bora. Mimi ni nyumba 10 wa hii area. Eric ni jirani yangu na ni rafiki ya kila mtu. Amepata janga, amechomekewa na nyumba, hana lolote, kwa sasa yako chini kabisa. Tunaomba serikali kuu, county government, governor wetu, hata tunamtaja first lady wetu mpendwa Habiba, na viongozi wote wale wengine ambaye wako, tumsaidie Eric. Wallahi kusema kweli, moto ni adui, na ni adui mbaya. Kama ulikuwa naye leo, kesho hauna, na hakuna mtu hii hali yaielewi. Ni msaada ambaye tunahitaji kwa dharura. Hadi kwa saa hii Eric hajapata lolote, analala tu kwa nyumba ya jirani, na mnajua mwenye amempea naye ni mtu bado anahitaji kwake. Tunaomba msaada kwa wafadhili wote, wananchi wote wa Isiolo ambaye wanamjua Eric. Eric ni kwa jina anajulikana kama baba yao, hakuna mtu amjui Eric. Tunaomba lolote, hata 50, 100, Kenya iko tu, sisi hakuna ile kitu
Unaweza kutuma mchango wako wa kumsaidia Eric Mugo kupitia nambari yake ya simu ambayo ni 0728504641. Mwenyezi Mungu atakubariki. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.